Sasa ambapo wahudumu bodaboda pamoja na wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma kutoka kaunti ya Tana River wameamua kuongoza kampeni za kisiasa za amani na kujitenga kutumika na kueneza semi za chuki, huku kipute cha uchaguzi mkuu ujao kikikaribia. Wakizungumza mjini Garsen wakati wa uzinduzi wa mradi wa amani mashinani, makundi hayo yalisema hayataruhusu wanasiasa kuwatumia kwa manufaa yao binafsi. Kama wanabodaboda, huu msimu wa siasa tutasimama na msimamo mmoja, kwa sababu sana sana vijana ama wanarika hutumiwa vibaya, kwa sababu wanatakikana kwamba walete vurugu ama walete nini. Lakini kwa sababu sasa hii tuko na vyama vingi kama wanabodaboda, na tunaelimishana na tunaongeleshana, kila mmoja anajua ya kwamba tunafaa kupitia njia gani ama kupitia njia yoyote ile ambayo inaweza kuwa sisi tunaweza kuwa tuko sawa na tuko na usalama. Mara nyingi unapata watu wanafanya miradi lakini hawahusishi hawa na bodaboda. Na kwa miradi ya amani, kwa mfano kama hii ambayo tunaazimia kufanya, unapata kwamba hawa bodaboda ni kiungo muhimu sana kwa juhudi za amani. Mara nyingi wanatengwa. Sasa sisi tukaona muhimu afadhali tufanye kazi nao, kwa sababu ya kwanza wao ni watu ambao wako very flexible. Wanaingia maeneo yote, wanajihusisha na watu wengi kwa jamii, wanatangamana na kila aina ya mtu. Ya pili, hawa bodaboda pia wamekuwa wakitumiwa vibaya na wanasiasa, na wakati wa uchaguzi mara nyingi tunaona pia wanatumiwa vibaya. Alafu pia hawa na bodaboda tumegundua kuwa wengi wao ni vijana ambao wanajitafutia riziki ya kila siku. Kwa hivyo inamaanisha wako very vulnerable kwa mambo kama hii ya violent extremism.